لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الدين نصيحة، ديني نكوبيانا نصاحة، ديني نكونسحيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa, kipindi hewani Ad-Dinu Nasiha, dini ni kunasihiana. Na siku ya leo tutazungumza mada yenye kichwa cha habari saumu yaumi Arafa, yani funga ya siku ya Arafa. Ndugu yangu katika imani, kabla hatujaendelea na kipindi, ni kuombe uweze kushirikiana nami katika kushare darasa hii, kucomment na kulike, kwa lengo la kuufikiza ujumbe huu mbali kwa wengine. Na kufanya hivyo ni kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin kafa'ilihi, yule mwenye kusaidia jambo la khairi ni kama aliyefanya. Mimi nazungumza na wewe unasambaza, kushare kwa wengine, na kisha tutapata ujira kwa mashirikiano insha Allah taala. Mwenyezi Mungu atujalie kwa miongoni mwa watu hao. Ndugu yangu katika imani, kama nilivyokwisha kusema, darasa yetu ya leo tutakumbushana saumu yaumi Arafa, yani funga ya siku ya Arafa. Funga hii ni katika funga muhimu, na funga hii kwa mujibu wa sheria hufungwa katika siku maalum, wa huwa tasi'un min Dhulhijja, nayo ni funga inayofungwa siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Ama kufunga katika siku ya 9 kuna ashiria kwamba ili uweze kujua siku ya 9 lazima uzihesabu. Kwa hesabu yetu itazingatia muandamo wa mwezi, na ipo kanuni inayosema likulli ahlu baladin ru'yatahum, kila wakazi wa mji wana muono wao wa kuona muandamo wa mwezi. Hivyo basi, ili tuijue mwezi 9 Dhulhijja, lazima tuzingatie kutokana na muandamo wa mwezi katika miji tunayoishi. Baada ya kuandama mwezi, siku ya pili tutajua ni tarehe 1, tutazihesabu mpaka itafika tarehe 9. Bila shaka utakuwa umehamasika kuifunga siku ya mwezi 9 Dhulhijja. Na kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna masiku yaliyo bora ambayo ni awail al-ashri al-ayyam. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, zipo siku 10 zilizokuwa bora katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa maana hiyo, kama yako 10 yatakiwa uyazingatie tangu siku ya kwanza yanapoanza, lakini uzingatie pia upatikanaji wa kujua siku ya kwanza mpaka siku ya 9. Ama zipo fikra ambazo huwa zinazuka katika kuifunga funga hii ya mwezi 9. Ni funga yenye ubora, ni funga yenye utukufu, ni funga ambayo hupatikana sababu ya kusamehewa watu makosa yao, kwa sababu funga hii ya siku moja yukaffiru an sanatain, inafuta madhambi ya miaka miwili. As-sanatul madhiya, mwaka uliopita, was-sanatu ma ba'daha, na mwaka unaofuata baada yake. Kwa maana hiyo sio kitu cha kupuuza. Hakikisha unajitahidi mwezi 9 Dhulhijja, kulingana na muandamo wa mwezi wako katika mji ulioko, unapata kufunga. Lakini pia yapo mambo mawili matatu ya kujifunza katika darasa yetu ya leo. Wapo wale watu ambao wanaosema sisi bwana tunafunga kwa kufata wale wenzetu waliosimama katika kisimamo cha Arafa. Hapa nataka unisikilize kwa umakini. Kwanza, neno kufata, unaposema kuwafata wenzetu walioko pale katika kisimamo cha Arafa, kufata kama unavyoona katika mfano wa kuswali. Imamu anaswalisha, maamuma anamfata imamu wake. Hivyo imamu anaporukuu, maamuma anapaswa kurukuu, anamfata imamu. Lakini imamu anaposujudu, maamuma amfate imamu akasujudu. Lakini imamu anapotoa salamu kamaliza swala, na maamuma amfate imamu wake kwa kutoa salamu, swala imekwisha. Sasa ukisema tunawafuata waliosimama kule Maka katika viwanja vya Arafa, tutafakari kidogo. Tunawafuata kwenye lipi? Manake mwenye kufuata hufanana na yule aliyemfuata. Sisi tumeamka hali ya kuwa tumefunga. Wale wanakula asubuhi, wanakula mchana, wanakula jioni. Tunamfuata vipi yule ambaye hatufanani katika matendo yetu? Lakini pia hata ukitazama kile kitendo kilichoko pale, kile kitendo kina muda wake wa kuanza na muda wake wa kumaliza. Yani ukufi Arafa, muda wake wa kuanza inda zawali shams, wakati wa kupinduka jua. Wakati wa kupinduka jua ni muda wa salatu dhuhri, yani muda wa salatu dhuhri ndio inaanza ukufi Arafa, ila ghurubi shams, mpaka wakati wa kuzama kwa jua. Wakati kitendo hichi kinaanzia wakati wa dhuhuri, ambayo kwetu ni saa 6. Angalia katika funga wakati wake inaanzia min tulu'i alfajiri ila ghurubi shams. Muda wake wa kwanza tangu kuchomoza kwa alfajiri. Kwa hiyo kuchomoza kwa alfajiri
hakufanani na wakati wa kupinduka jua. Muda wa kuanza wukufi Arafa ni wakati wa kupinduka jua, saa 6. Muda wa kuanza saumu ni kuchomoza kwa alfajiri saa 10:30 huko. Utaona kuna tofauti kubwa kati ya muda wa kuanza kufunga na muda wa kuanza wukufi Arafa. Lakini waliosimama pale Arafa, wao wako katika kutekeleza ibada ya hija, ambayo ibada hii ya hija ina nguzo zake, na nguzo zake ni 4, ziko 4. Nguzo ya kwanza al-ihram, nguzo ya pili wukufi Arafa, kile kisimamo chenyewe cha Arafa, nguzo ya 3 tawafu al-ifadha, na nguzo ya 4 na ya mwisho as-sa'i baina as-safa wal marwa. Utaona kwamba katika nguzo hizi 4 hakuna kufunga, ambapo kunaweza kuonyesha kwamba huyu haji ametakiwa akamilishe ibada yake kwa namna hiyo. Kwa utaona katika hizi nguzo 4 hakuna kabisa siyamu yaumu Arafa, kitendo kile cha kufunga siku ya Arafa ili hija yake iwe imekubalika. Kwa hiyo katika hizi nguzo 4 tumeona nguzo ya pili wukufi Arafa, kisimamo cha Arafa, na sio siyamu yaumu Arafa, sio kufunga siku ya Arafa. Kwa utaona kwamba nguzo zake ziko 4, na katika hizo 4 hakuna kufunga. Lakini pia ukitazama saumu ina nguzo 2. Al-awwal, nguzo yake ya kwanza an-niyya, ni kuweka nia. Wa thani, na nguzo yake ya pili al-imsak anil mufattirat, nguzo ya pili ni kujizuia kutokana na vyenye kufunguza. Kwa hiyo huku kuna nguzo 2 kwenye kufunga, na kule kwenye hija utaona kuna nguzo 4. Hii ni kuashiria kwamba kitendo cha kufunga hakina mahusiano na kitendo cha kusimama Arafa. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, bila shaka kwa haya niliyozungumza kipo kitu ambacho utakuwa umejifunza. Nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla, atufanye miongoni mwa wale ambao wenye kusikia maneno fayattabi'una ahsana, na kuyafata yaliyokuwa mazuri. Usiache kufunga sunna ya mwezi 9 Dhulhijja, sunna ambayo utafutiwa makosa yako yaliyotangulia mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Endelea kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kuyapata mengi mazuri munasaba na kipindi ad-dinu nasiha. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma al-Kushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi لا حول ولا قوة إلا بالله ويا نعم المولى.